wapangaji wenzangu, tumeita hapa bwana tupate suluhisho kuhusiana na vitu vinavyoendelea ndani ya nyumba, kwa sababu sielewi kama vitu hivyo vyampata pia nyinyi ama ni kwangu peke yangu. Kwa hiyo naomba tujadiliane kama tutapata suluhisho. Kuna shida gani mwanangu? Kwa sababu mimi naona nikilala mara naona hivi, mara naona hivi, sasa naona mchanganyiko tu. Kwani kuna shida gani mwanangu? Kambe naona nyumba iko sawa ile. Shida ipo mama, shida ipo kubwa. Kama ya ipi yani? Kwa sababu naona mauzauza sana katika hii nyumba. Mauzauza. Kusema kweli jirani, hiyo ni ukweli kabisa, nafunga mkono hiyo. Mwenyewe nimeona mauzauza kila kona ya nyumba. Nimeshindwa kuongea kwa sababu ina ile hofu. Naogopa maybe naweza nikatoa neno hapa nikapeka pale, alafu mimi mwenyewe pia nikapata matatizo. Ndio tumekuja hapa pamoja tuweze kujadiliana kuhusu hili. Basi mimi maoni yangu nilikuwa na maoni haya. Kama mtakuwa mko tayari wanangu, kama mtu ana namba ya simu ya mwenye nyumba tumpigieni ili naye aje atoe suluhisho, kwa sababu sisi tumechanganyikiwa. Ama muonaje? Hilo kabisa. Sawa? Basi ni nani ambaye ana namba ya mwenye nyumba? Mimi kwa sababu namba yangu, simu yangu ilifanya matatizo kapotea. Sina namba ya mwenye nyumba sasa. Mimi nao mwenye nyumba. Namba yake ndio itakuwa wazi zaidi. Sasa wewe utampigia. Acha nifuate. Haya. Wapangaji wenzangu, yule tumemwambia akatafute namba ya mwenye nyumba, ampigie simu ili atueleze matatizo yomo ndani ya nyumba. Kama muoneleaje? Kweli kabisa. Sawa, kama sababu sije ikatutokea sisi pia tukateseka, ili tuchukue hatua, tumuite mwenye nyumba aje tuongelee. Au mwasemaje hapo? Sawa, hilo wazo zuri. Tumekubaliana nalo, sasa tusubirini majibu yaje. Tayari mwenzetu huyu aje. Angalau tupate suluhu utatueli tatizo. Maana yake limezidi kwa sasa hivi. Kweli. Karibu bwana. Na wapangaji wenzangu. Nampigia baba mwenye nyumba. Lakini tayari mwenyewe yuko njiani yaje. Kwa hivyo suluhisho tutalipata kwa muda mwafaka. Sawa, na aje to hilo suluhisho, kwa sababu sisi hatujui kama tuanze wapi wala tumalizie wapi. Kwa hivyo huyo akija atakuja toa suluhu ya hii nyumba. Huyu mwenzetu ateseka sana huyu. Ateseka sana. So wewe tu ateseka. Mimi sijaona, lakini kama huyu ateseka na yameshayamwaga kinagobwaga, sikujua hii nyumba ina shida. Kwa hivyo akija mwenye nyumba atakuja sema sasa. Kwani nikuulize mama, wewe ushapewa masharti na mwenye nyumba? Mimi masharti sikupewa mimi. Mimi sikuyapewa masharti. Basi mimi kuingia kwenye nyumba nilipewa masharti. Na masharti yenyewe ni kama yaendavyo. Ufai kutoka nje usiku na ufai kwenda chooni. Kabisa. Na jirani yangu shemuelezea, lakini venye naona alivunja masharti yao, ndio maana yeye yani wapelekwa venye wanataka wao. Basi labda hayo masharti yake aliangalia, akaniangalia, akaona huyu mama sio kumpa haya masharti, kwa sababu mimi mwenyewe mwamba. Kwa hivyo mimi siwezi kwa masharti ya ukipuzipuzi hivyo. Ndio maana mimi sioni kitu hapa ndani. Mama, mtu kama mimi chenye wao wananifanyia nikipika ubwabwa pale wanachukua. Nyama hivi masotojo wanachukua. Ila nikipika ugali sasa na dagaa hapo na hala mwenyewe vizuri hapo. Lazima nje. Nishai kumkuta jirani yangu amelazwa nje, mara ndani mara nje. Tukajaribu kwenda kwa mganga lakini hatukufanikiwa. Na mimi hapa jirani. Nilipokuja mwenye nyumba aliniambia nisimwambie mtu yoyote siri hapa ndani. Kwa sababu aliniambia hivyo, nikiambia litakalonikuta litanipata mimi peke yangu. Ndio nikajiuliza kani kuna nini hapa ndani? Naambia watu wafai kutangaza nje. Basi kumbe kuna makubwa. Sasa tusubirini basi. Kama baba mwenye nyumba ana siri yake, unajua. Na siri yake ni lazima siri aitoe. Atamsubiri. Ni kweli kabisa. Mimi pia nilipoingia nilikuwa sharti moja tu nisitoke nje. Lakini nilijaribu tu kutoka nje. Ndio nilichokipata. Nilipata tu mtu anapita mbio na niliingia ndani kwa kasi.
Basi hapa kwenye nyumba kuna vituko. Hii si nyumba kuishi. Hii si nyumba ya kuishi. Itabidi tuje tupate suluhu, na kama hatukupa suluhu turegesheni pesa zetu tuhame katika hii nyumba. Tuhame. Ila tutahama vipi kama ukijaribu kutoka kuhama unaona bahari? Hata tutoa yeye mwenyewe na mkono wake nje. Kwani tuliingia vipi lakini tushindwe kutoka? Hata tushika mikono hatutoe. Hapo ushauri. Unajua mimi namuogopa mwenye nyumba. Sababu yule na ile kanzu yake yule na ile kofia yake, mimi namuogopa. Wewe usiogope watu. Vitu vidogo hivyo usiogope. Ufai kuogopa katika hii dunia hii sasa. Unajua mtasema nyinyi, mimi kila mtu yuko huru kabisa katika hii nyumba. Kwa hivyo usiogope. Kwa sababu watu wa pesa zetu na nini tunyanyaswe. Wanyanyaswa sana hapa ndani. Sawa jirani wenzangu. Ni sawa, tunamsubiri basi. Ndio hii nyumba yangu. Watu wamenitia kikao hapa. Lakini naona kama kuna watu wanafuatilia. Wacha niite msaada kidogo. Sasa ndio kijana wangu akifika hapa ndo. Akifika kijana kule ndani. Daktari wangu. Nimekuita hapa kwa sababu nimeona kuna mtu anifuatilia huko. Amejaribu kukutania wangu tena akashinda. Sasa huko ndani kuna kikao. Sawa? Tunataka popote kwenye mito. Kama kuna hatari yoyote unaniambia na kuna taarifa. Sawa? Sitaki kutumia nguvu nyingi. Sababu mwanzo ananifuatilia ni mchumba. Sawa? Haya. So nataka tuingie hapa ndani. Lakini hatuingie kwa popote. Tunatembea kama watu wa kawaida. Sawa? Lakini wewe sio macho. Hakuna mtu atakayekuona. Sawa? Watakuona labda mtu awe kuna vitu vyake kichwani, lakini hakuna mtu atakayekuona. Kuna watu ni. Sawa? Twende kazi. Twende zetu. Nani wewe? Mwenye nyumba karibu. Karibu bwana. Asante. Shafika tayari mwenye nyumba? Nimeona mmenitafuta sana. Nilikuwa nakutafuta. Karibu mwenye nyumba. Mbona kikao tena? Kuna nini? Matatizo tu madogo madogo. Kikao tu si utajua yani yale ya shida yangu mimi nimeweza kuketi na mkongojo. Maana nimeweza kuketi na mkongojo, sijazoea kuketi hivi. Hata mjeniwekea kiti. Karibu tu bwana mwenye nyumba. Chanketi hapa. Niambieni kuna shida gani? Aswa nilipofika bwana mwenye nyumba hapa tuna matatizo bwana. Matatizo gani? Nyumba yako hii hatuelewi kwa kweli. Hamuelewi kwa sababu haina plaster, haina tiles, haina ceiling. Iko vizuri kabisa nyumba lakini yasumbuliwa tuna matatizo kidogo. Ama tuzoe mauzauza kwa sana. Sasa kama mauzauza itabidi nyinyi ndio muwe na manunua. Kwa sababu kama mauzauza nyumba yangu mimi sijaona mauzauza yote. Wewe ulali usiku hulali. Sasa kama ulali usiku itabidi ulale mchana. Yaani bwana mwenye nyumba huyu mtoto ametuita asubuhi hapa. Anasema tukamuongeze na nyinyi. Tukakaa hiki kikao. Lakini hiki kikao mjadala wake ni nyumba. Nyumba ina shida bwana mwenye nyumba. Huyu mtoto analalamika akilala kule kwa chumbani kwake, yajiona yuko nje. Mara yajiona
amepandishwa juu ya bati, mara ya jioni akipika chakula chake akikuta hakimo mwenye sufuria. Sasa ndipo tukaona fadhali tufanye nini, tukae tu discuss hino shughuli ya hii nyumba Aswa. Naona sasa tumekaa, baadaye tukaongea, tukapangana, ndio tukaona jukumu tufanye, tukupigie ama mwonaji wenzangu. Kweli kabisa bwana mwenye nyumba. Sasa hapo unajaribu kuelewa. Wewe unajaribu kama mamangu. Sawa? Wakati uingie kwenye nyumba, nishakupata sharti lolote hapa labda? Mimi niliingia hii kwenye nyumba hino, lakini huku nipa masharti yote. Nikupatie masharti kama gani? Usafi, uliniambia usafi na kulipa kodi kwa wakati. Ndio hayo mawili. Sasa ndio wapangaji wote nishawaambia hivyo. Ndio mwenye nyumba. Wakati naingia kwenye nyumba, ulinipa masharti. Kando na hayo ya usafi, kuna masharti mengine mawili ulinipa. Hebu nikumbushe. Maana toke nje usiku wa manane. Na pia ukigongoa mlango usifungue. Oh. Hata mwenye nilisahau basi masharti yao. Hukuambia wenzako? Huyu nimwambia lakini ni mkaidi. Sasa usiwe na wasiwasi. Kusoma swala kutoka usiku wala kuninishi kufanya nini? Hii msiwe na wasiwasi. Nyumba tu, hii nyumba mambo ya kawaida haya. Kwa hiyo baba mwenye nyumba inamaanisha wajua hayo mambo. Sasa kuna mambo kama mimi najua utakuwa unachanganya. Kwa sababu mimi pia hii nyumba niliachwa na baba yangu. Kwa hiyo usichimbue vitu ambavyo havikuhusu. Mimi mwenyewe kama vile sasa kuchimba vitu ambavyo havinihusu na wewe usifanye hivi. Sasa na kukatiza bwana mwenye nyumba. Sisi hatutaishi nyumba hili na matatizo mara hili, mara lile, mara lile. Sisi inatakikana uende huko kwa wazee wako. Ukifika huko kwa wazee wako uwaulize, mbona ile nyumba wapangaji wanalalamika? Mara wanasema wanaona hiki, mara wanasema wanaona hiki, mara hiki. Waweza kuwa hao wanajua pia wewe wajua. Kwa sababu siku hizi watu hawasemi ukweli wao. Ama mwonaje? Mbona mmenyamaza kimya, nyinyi hamnipongezi? Wenzangu mmetulia na jambo maliona waziwazi ile. Msiwe na wasiwasi kuhusu hilo swala. Nyinyi muhakikishe, yani kifupi hakikisheni kwamba mnalipa kodi kwa wakati na usafi. Mambo mengine yaacheni kama yalivyo. Sawa? Msichunguze vitu. Jirani. Angalia pale kando ya mwenye nyumba pale. Nyumba ndugu yangu yaacheni kama ilivyo. Sawa? Hii nyumba yaacheni kama ilivyo. Na nini mbona sioni kitu? Uoni chochote pale kando ya mwenye nyumba Ilivyo. Sawa? Mambo mengine yani yaacheni kama yalivyo. Hofu na bwana. Unaona jirani chochote hapa bado. Pale kwa mwenye nyumba. Kuna kibwengo pale. Tunaona kitu teso hapa na nyumba. Mkiafu. Mtu kama atakuwa ametoka kuhama, anaambia ni mto nje. Lakini kutaka kutoka yeye mwenyewe haiwezekani. Sasa sisi tutataka tutoke soteni hapo tutuane nyumba tutoke nyumba. Tumeshindwa na nyumba, sisi tumeshindwa kabisa. Kwa hivyo nataka uje utuchukue ututoe nje. Ubaki na nyumba yako, sisi tumechoka. Kama mwasemaji nyinyi zangu. Kama hatuwezi kutoka kwa hii nyumba, lazima tulete usaidizi. Usaidizi gani? Usaidizi lazima tutaleta kwa hii nyumba. Kama hutaki tutoke kwa heri, tutatoka kwa shari. Tutaleta mganga. Lazima tulete mganga. Hapo sasa ndo msiguse kabisa. Sasa usiguse vipi na sisi tutaseka muda. Mkitaka matatizo yazidi hii nyumba. Leteni mganga. Sitaki mganga wala mchungaji wala shehe wala nani. Hii nyumba yangu iacheni kama ilivyo. Ama tulete ustadi hapa, haja tupigie kisomo. Hiyo lazima. Hiyo lazima. Na mkikiuka mambo atakokuta shughuli. Kama baba mwenye nyumba unajaribu kutuficha ukweli unaojua wewe. Ukweli gani? Si niwaambia kwa nini ukatae kusaidiwe? Sasa baba mwenye nyumba ana mchawi kweli. Mwenye kibwengo. Lazima na taama mwenye nyumba. Wewe mchawi. Tutatoka kwenye nyumba yako. Kwa mimi mchawi. Wewe mchawi. Sasa kama ni mchawi utaniambia kwamba hii nini penye wanaruka tunaruka. Mbona hutaki tutoke kwenye nyumba yako? Sasa mimi nitakula wapi? Nitakula kwa sababu wewe ule. Hapana, huyu bwana kama kwa stadi unamunga mkono sana. Sawa? Na leo lazima ustadi afike. Sawa, lakini huyo ustadi akifika hapa ndani, ustadi akija jambo litakalomkuta ustadi shauri yenu. Hakuna wewe watisha wenzako baba mwenye nyumba, hakuna chochote watisha wenzako. Sasa mleteni. Ndio vitisho, lakini sisi tutaleta ustadi hapa. Kama hatukuleta ustadi tutaleta mganga. Hata mimi wewe nenda na kujua mambo mawili uende nayo, mganga ama ustadi. Unasemaje?
Kama nilikuwa nimepanga kule kuleta ustadi na mganga msingemleta. Ah, Simgeleta tu. Sasa kwa heri kama bwana. kumleta, haya mlete. Na Nimemleta ili ujue vile ambavyo tutafanya huko kwenye nyumba yako, kwa sababu nyumba yako ina uchawi mwingi. sasa Watoto wangu wanalalamika kwa sababu yako. sawa, mpaka nasema sisi. Acha mimi niondoke. Kwa heri Bwana bwana. lazima mwambie kwa heri, mwanga mkubwa, enda zako huko. Wewe tutajua kama usiku tunaruka sote. Sawa. Nyumba yangu sitaki mganga, Nenda kwa mwenye nyumba, wewe mwanga tu. Sawa. Taama kwenye nyumba. Umemsikia mwenye nyumba akisema hataki tulete mganga wala ustadi. Sasa matatizo atazidi kuendelea mpaka lini? Ama nyinyi wenzangu mtachukua hatua gani ili matatizo yaishe hapo kwenye nyumba? Lazima mganga afike. Kwanza na mganga wangu huyo alinipa dawa, lakini naona alinipa dawa uongo hii. Lakini nitamrudia tena, lazima atamaliza. Sasa mimi nakwambia hivi mwanangu, usimwache huyo mganga. Kwa sababu hii nyumba ni mbaya. Wewe usimwache kabisa, itabidi uende. Ukifika kule kwa yule mganga umueleze vile ambavyo waona huku kwenye hii nyumba, umueleze taratibu mpaka kuelewe. Na hata kama huna pesa, mwambie akusaidie, kwa sababu binadamu watu husaidiana. Umesikia mwanangu? Na kila mtu atakayeona tatizo hapa kwenye hii nyumba aseme. Kidogo mama, mimi sitawaunga mkono kwenye hilo wazo la kwenda kwa mtaalamu yoyote. Mimi nitajisimamia kama mwenyewe, nitadili na bwana nyumba mimi mwenyewe. Tayari nishayatimba. Mbona umeanza kuwa muoga? Sio ati ni uoga. Woga huo. Kuna vitu nimekuonyesha jirani na usema uone. Ina maana mimi mwenyewe ninajiweza. Pale ilikuwa kuna chochote. Mimi babu zangu walikuwa na nguvu na walinipa hizo nguvu, kipawa cha kuona ambayo hamwezi yaona nyinyi. Kwa hivyo wewe kila kitu wajua kuna ni matatizo hapa ndani ya nyumba wajua wewe. Nishamueleza jirani lakini hakunisikia. Hata masharti nishayempa. Kwani jirani, akao umeona nini pale? Pale nimeona kiumbe cha ajabu ambacho baba mwenye nyumba hupenda sana kutembea nacho. Ndio kama mlinzi wake. Huyu baba mwenye nyumba inaonekana kitu chake pia cha uchawi. Nikwambia ni mwanga jirani, kieke hapo kando. Yatembea na mskule. Ndio hivyo. Na hiki kitu ni cha uchawi. Na mshisikia kuna kaka mmoja nadhani inaitwa kama sio Hamisi ni Kasimu. Aliaga kwa njia ya kutatanisha. Na huyo ndio ninamuona naye. Namjua kijana Kasimu. Ndio. Hicho kike huko jirani. Namjua, kumbe yule mwenye nyumba ni mbaya. Basi itabidi mkae makini wanangu nyinyi. Sikujikalia tu, mtu kama kuna kiustadi asomewe. Nasikia mtu asomewe apoe kinga. Lakini kujikalia humo ndani ya nyumba na mjielewelewe, mtapata na shida wanangu. Lazima mimi nikipatana naye kwenye anga zangu mimi namalizana naye baba mwenye nyumba. Sijui cha mwanga wala nani. Wewe usifanye hivyo wewe, pengine baba mwenye nyumba yeye anajua atanifanya nini mwenye mwamba. Sikizeni. Yule mganga wangu kiboko atoboi baba mwenye nyumba pale. Wapi shahidi? Yaani siku leo nimevurugwa. Wewe kazi yako nini? Yaani mara sijui nini wapangaji, mara kwanza ile mpangaji, yaani sijui kwa nini nipate ile nyumba ile mpangaji. Wewe unaenda kumtembelea ile mpangaji kila siku. Alafu yule mganga yule naona yengeingia kwenye anga zangu sana. Maana juzi alikuwa anafuatilia unyewe wangu. Na ule mpangaji ule siku nikimshika. Na kuna mpangaji mwingine leo lazima tukutane. Lazima tupambane. Hata kama sio leo, siku yote. Sasa mimi mwanga tutakutana. Sasa wewe hiyo kazi nakuachia wewe. Sawa? Hiyo kazi nakuachia. Akikushinda tutapambana naye yani jino kwa jino, upanga kwa upanga. Sasa jifana nguvu za kiume, sisi tuna nguvu za kichaa. Au si? Sasa utanisaidia kwenye hilo. Nategemea sana unisaidie. Sawa kijana wangu? Inawezekana. Lazima nitawaonyesha. Inawezekana mimi nilicho mikoba na baba yangu. Alafu watu wakinyanyasa tu nyumba yangu. Mkoba lazima uendelee. Na
kuna mtu akinifanya kitu. Mbona kama kuna ujuzi wa kawaida tena? Ndio hapa. Kuni hapa. Ndio hapa? Ndio hapa mkuu. Ndio hawa. Hao ndio wanasumbua. Sasa pembe yangu. Kwani mkuu mnajuana? Mnajuana? Ni muda mrefu tangu tukutane. Nidhani ulikufa mimi. Kwani waona mimi nitakufa tu kiolela ulela unavyofikiria wewe? Kwani mnajuana mkuu? Wewe wacha tu story yao ni kubwa sana. Wacha tu tutaelewana mimi na. Huyu ni kijana wako? Kijana wako? Umenisumbua sana kwenye anga yangu. Kumbe mwajuana. Wewe una bahati, siku ile kidogo nikumalize. Sikujua kama kijana wako. Usijali wala usihofu kijana wangu kwa hilo. Huyu nitamalizana naye tu mimi na yeye. Sawa. Tanione. Uone nini? Kwanza nakumind kwa sababu ulikuwa unamchukonya wangu peleke wapi? Ama wewe ndio ulimtuma? Vita wako ni mimi lakini si kijana wangu. Kama uko na vita vikuu mimi na wewe. Sasa utanifanya nini wakati mchezo wenyewe ulifunzwa na bwana mzee wangu? Utanifanya nini wewe? Sasa bora ni hapo. Tukipandana mimi na wewe, kwa tukiwa mboni ndo tajuana. Mwerevu ni wewe ama ni mimi? Niko na askari hapa. Na usione mimi ni mtu wa mchezo kwamba utanikamata kirahisi. Uchawi umefundishwa na baba yangu, lakini kuna vitu vingine hajakufundisha. Mimi amenipatia mkoba wote. Siku ambao hata mazishi ya mzee hukutokezea wewe. Ambapo hata nilikuwa nitongezwe vyeo wote, lakini kwa sababu ya ule kijana ambaye ulikuwa uko naye, mimi nilikuwa nimejitokea kukupenda kabisa, lakini ukanichiti, mimi nikamwangamiza. Sasa ndio wadui kwa hapa. Sasa cha kufanya, ondoka na kijana wako kabla sijawageukia mara moja. Ondokeni. Haiwezekani. Malizana naye. Na usimwache huyu, atanimaliza, huwa na nguvu. Lakini najua utaweza. Huwezi kushinda. Naye huyu, mwambie. Huyu hata kijana wangu usijali huyu. Kama wewe una vita usifuatane kijana wangu, fuatana na mimi. Mwenye kesi ni mimi lakini si kijana wangu. Kijana wako ameingia ngoma ambayo sio yake. Hiyo ndio shida. Na lazima. Kijana wangu, hebu tuondoke. Achana na utadili naye tu polepole. Tutakuja. Muona vita hivyo kijana wangu. Sasa hawa, yaani unalalala tu. Askari hali vitani. Wewe vipi wewe? Hawa lazima tuonyeshe sisi ni akina nani. Haiwezekani yani watu waje mpaka kwenye anga zetu. Sasa cha kufanya sisi hatutaenda uwanja wao, tutaruhusu waje chezea nyumbani. Sasa tucheze kwao. Sasa tucheze ya wetu tunacheza home. Au sio? Yaani kama Man City na Arsenal, hii ligi ya tuhusu sana. Lazima tujue mshindi ni nani. Man City na Arsenal hicho. Sasa sisi wanga na mpira wapi na wapi? Hebu tuondoe kijana wangu. Mkuu, mbona umeacha yule kijana? Yule kumwacha kwake, si kumwacha tu bure bure. Yule tumetoka naye mbali. Yule tulipotoka naye mbali yule, story yake ndefu sana. Yule tulisoma pamoja. Yaani tuseme kazi zetu zilikuwa pamoja. Alafu lipokuwa pamoja, nikawa na mpenzi sana ambaye alikuwa kwa yani nampenda kabisa. Yaani vile kumpenda kama unavyoelewa mtu anavyompenda. Alafu alipoona vile yule mpenzi, basi akabidi aje kwa juu, akabidi anipoteze yule mpenzi. Ushaona? Sasa ndo chuki ikatokea hapo. Sasa paka dakika sasa ni kila kifikiria ile story kila kizungumza. Yaani
Mkuu kaza. Mkuu kaza. Sasa ushaona yule sasa kufuatilizia, tutamfuatilizia, lakini kuna kitu ambacho nitakupa hataweza tena kukufuatilizia hapo. Sasa wewe usijali, kuna kitu nitakachokupatia kwa ajili ya kwa sisi tushangaza vita kule, vita vyake vikuu sana. Sasa kwa hiyo mimi nitakupa kitu ambacho nikikupa kile ukishatumia, hata kama kuna kitu kibaya wacha kwake, hata kwa mwingine nikishakupa kile kitu tu, yani kama kuna kitu kibaya kinakujia ukishakifinya tu tayari wewe ushaelewa nini hapo. Kweli nitasaidika sana na nitafurahi. Sawa sawa, kabisa. Basi mimi niende sasa, ngoja nikupe hichi kitu. Sasa hapa ukija kitu kibaya utashika tu hapa, hata kuweza tena. Ni mzito kweli. Sasa acha niende sasa nipambane. Sasa hiyo itakusaidia mwanafunzi wangu, wala usiwe na shaka. Basi mkuu, heshima yako mkuu.